Kuna changamoto ambayo inasumbua watu wengi katika jamii yetu. Unakuta anajitahidi kufanya jambo fulani, anafanya mambo makubwa, lakini watu wanaomzunguka wanamchukulia poa. Na wengi wanafanyiwa hivi na huwa ina athari kisaikolojia. Sasa leo tunaenda kuangalia sababu za kisaikolojia. Kwa nini unajitahidi sana lakini bado watu wanakuchukulia poa? Wanaona mambo unayofanya ni ya kawaida na pia wanakudharau. Sasa leo tunaenda kuangalia namna gani ya kudhibiti hali hiyo na kuishi na watu wa namna hiyo ili kurudisha heshima yako. Lakini pia tutaangalia sababu za kisaikolojia, kwa nini watu wanakuchukulia poa hata kama unafanya jambo ambalo lina thamani kubwa. Lakini kama hii ndo mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan TZ, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa sababu ya kwanza ni unapatikana muda wote. Hii tunaita the availability paradox. Sasa hii paradox ni nini? Mara nyingi huwa kuna ule mtazamo watu wanaamini kwamba unapokuwa unapatikana muda wote, unapokuwa unaonekana muda wote, ndio watu watakupenda zaidi na kukuheshimu zaidi. Lakini saikolojia huwa inapinga kabisa hali hii. Saikolojia inasema kitu chochote ambacho kinapatikana huwa thamani yake inashuka. Sasa hii iko kinyume kabisa na hii availability paradox, kwa sababu hii inasema ili uonekane na watu wawe karibu na wewe ndio thamani yako inaonekana na watu wanakupenda zaidi. Lakini saikolojia inakataa kabisa kwamba ukitaka thamani yako ipande, utakuwa usio unaonekana kwa urahisi. Sasa kuna sababu kwa nini kupatikana kwako muda wote kunashusha thamani yako. Sababu ya kwanza ni sheria ya ugavi na mahitaji, inaita supply and demand. Unajua hii mara nyingi waga iko kwenye biashara, lakini hata pia kwenye maisha ya kawaida waga inafanya kazi, kwamba kitu chochote ambacho kinapatikana kwa urahisi thamani yake huwa inashuka. Hebu chukulia mfano kama dhahabu na almasi, huwa haipatikani kwa urahisi, ndio maana thamani yake imepanda juu zaidi. Hata wasanii wa muziki huwa haonekani kwa urahisi, huwezi kumkuta kwenye daladala au sehemu yoyote, kwa sababu wanajua hii saikolojia. Ndio maana hata kama akitokea ametangaza show, watu wanaenda kwa wingi kwa sababu thamani yao ni kubwa. Kwa hiyo mara nyingi unachukuliwa poa au unaonekana ni wa kawaida kwa sababu unapatikana kwa urahisi. Sehemu zote upo, hata kama kuna kitu ambacho unaona kabisa hicho hakina muhimu kwako, lakini unaambiwa nenda na unaenda, unapatikana kwa urahisi muda wote unaonekana. Hiyo inakushusha thamani kisaikolojia. Lakini jambo la pili, unaua hamu ya thamani yako. Unajua mara nyingi kila kitu unachoambiwa wewe unapatikana, message unaopigiwa na watu au message unaotumiwa unajibu kwa haraka, watu wanachukulia kwamba wewe huna mambo mengine ya kufanya. Na unakuta labda kuna watu kasa wanasema huyu hata ukimpigia simu mara moja tu anakuja, au ukitoa message moja tu anajibu. Hii inakuwa inaonyesha kwamba huna mambo mengine ya kufanya. Kwa hiyo inashusha hamu ya thamani yako. Na mara nyingi thamani yako inaposhuka, basi watu wanaanza kuchukulia poa. Tunaita taking you for granted. Wanawake wanakuona wewe wa kawaida. Lakini jambo la tatu, inatafsiriwa kama huna mambo ya muhimu. Unakuta unapatikana kwa rahisi, ukiambiwa kitu unaenda, twende Kariakoo na wewe haraka tu. Hata kama una sababu zingine za kufanya, unaacha, unasikiliza maelekezo ya mtu mwingine. Hii inakuwa inatafsiriwa kwamba wewe huna mambo ya muhimu ya kufanya. Unakuta kama kuna kazi fulani unapewa, unaacha za kwako, unafanya ile. Wewe unaweza kuwa unaona kwamba unafanya hivi ili kumridhisha mtu mwingine, lakini tafsiri ya kisaikolojia kwa watu wengine inakuwa inaonyesha kwamba wewe huna shughuli zako za muhimu za kufanya. Kwa hiyo itakufanya watu wakuchukulie poa na kuone kwamba wewe una thamani. Sasa kuna namna ya kurekebisha hali hii bila kuonekana mkorofi, yani kuonekana ni mtu ambaye ni mkaidi au unajeuri. Jambo la kwanza kabisa, tumia kanuni ya pause, yani kusubiri. Mfano kama umetumia message ambayo sio ya dharura au umepigiwa simu ambayo sio ya dharura, subiri hata nusu saa, usijibu haraka. Au hata umepigiwa simu, subiri kwanza. Unaweza usipokee kwanza kwa muda, kama umeona kabisa hii simu ya mtu waga sio ya dharura. Na mara nyingi issue nzuri waga ni SMS, kwa sababu kwenye simu kama mtu akakupigia inaweza kuwa na muhimu kidogo, lakini message zile unaweza kuvumilia kwanza hata nusu saa ukakaa kimya. Hii itakuwa inaonyesha kwamba wewe una mambo mengine ya kufanya, na ili ifanye vizuri utakuwa kweli una vitu vingine vya kufanya. Lakini kama uko tu umekaa ndani ufanye kitu chochote, ile haitakusumbua na unajikuta unajibu. Lakini kama uko na shughuli zako zingine za kufanya, maana yake yani kama kwa mfano kuna kitu unakifanya, usijibu mpaka ukimalize ndio uendelee na kuchat. Hiyo itakupunguzia ile hali ya kuingia kwenye mgogoro wa kujibu message kwa haraka. Hii itakuongezea thamani, kwa sababu mtu ataona kwamba huyu ana mambo mengine ambayo anayafanya. Lakini sema ndio kwa masharti. Kwa mfano kuna jambo fulani nalifanya, alafu mtu akakuletea kitu fulani, unaweza kumwambia sawa, nitakusaidia, lakini ngoja kwanza nimalize kazi yangu, alafu nitakuja nifanye ya kwako. Hii inakuwa inaonyesha kwamba wewe pia
una mambo mengine ambayo ni ya muhimu kwako unafanyia kazi, na mtu hawezi kuchukulia poa, na atakuona kwamba wewe pia una muda wako ambao unafanya mambo yako ya muhimu. Lakini weka mipaka ya kidigitali. Kwa mfano kama sasa hivi kwenye simu ya WhatsApp unaweza ukazima zile blue tick ili mtu asikuone kwamba uko online, kwamba ili usipo jibu kwa wakati akaanza kulaumu kwamba blue tick alafu hujajibu, au unaweza ukapunguza ule muda wa kuonekana kwamba wewe upo active katika mitandao ya kijamii, ili mtu asianze kulalamika kwamba nikuona uko active alafu hujajibu. Hii itakupunguzia ile lawama za watu kwamba hujajibu kwa haraka. Lakini jifunze kusema hapana bila maelezo mengi. Watu wanashindwa kusema hapana bila kujitetea. Unaposema hapana ni sentensi iliyokamilika. Unaweza kumwambia mtu naelewa kwamba unasamini, lakini siwezi kufanya hivyo, na usitoe sababu zingine. Unapoanza kujielezea, unampa nafasi yule mtu ambaye unamuelezea kwamba atafute namna nyingine ya kujibu yale maswali unayomwambia. Lakini unaposema hapana, siwezi kufanya hivyo, anaweza kulalamika kwamba mbona mimi nikusaidia, unamwambia naelewa kwa msaada wako na nausamini, lakini siwezi kufanya hivyo, na usiendelee kujitetea. Unapoendelea kujitetea unatengeneza udhaifu ambao baadaye yule mtu ambaye anakuuliza atautumia kuja kukuchallenge wewe. Hasa jambo la muhimu la kukumbuka, unapojiondoa kidogo, unapa watu nafasi ya kukumbuka na kutambua thamani yako. Uwepo wa kila wakati bila mipaka wafanya watu wakuzoee kupita kiasi. Uwezi kuthaminiwa mahali ambapo muda wote upo. Unaweza kugeuka kama hewa, ipo kila mahali, inahitajika, lakini watu hawaoni thamani yake mpaka inapokosekana. Unaona, kwa mfano hata hiyo oksijeni tunayovuta tunaichukulia kawaida kwa sababu ipo muda wote, lakini wale ambao wanahitaji wakiwa hospitalini ndio wanaanza kuona thamani yake, wale wanaovuta kwa oksijeni. Lakini kwa kawaida tu tunachukulia kawaida kwa sababu muda wote ipo. Ndivyo ilivyo hata kwenye maisha ya kawaida. Unapokuwa mwepesi kuonekana au rahisi kuonekana, thamani yako inashuka na watu wanaanza kuona wewe ni mtu wa kawaida na wanakuchukulia poa. Okay, sababu ya pili, unafanya kazi kwa siri. Hii tunaita invisible hard working. Unajua dunia ya sasa ni tofauti na dunia ya zamani. Zamani walikuwa nasema fanya kazi kwa kimya, matokeo yako ndio atasema. Lakini sasa hivi tuko kwenye dunia ambayo ni ya taarifa. Usipokuwa unafanya kazi ambayo inaonekana na watu wakujua, kazi yako itachukuliwa kawaida na haitaonekana ina thamani. Lakini unapofanya kazi yako na watu wakaijua na ukaitangaza, na kuna msemo mmoja anasema, nilisikia mtandaoni niliupenda, unapokuwa na biashara itangaze kila mtu ajue. Lakini unapokuwa haujulikani, watu hawezi kujua unafanya nini, na hiyo itakuchukulia watu wakuone wa kawaida kwa sababu hawajui unachofanya. Lakini watu wakijua unachokifanya na wakaona namna unapofanya, itakuongezea thamani na watu watathamini kile unachokifanya. Sasa kuna sababu kwa nini kufanya kazi kwa siri kuna kufanya uchukuliwe poa. Jambo la kwanza, watu hawajui gharama ya matokeo. Ndio maana hata movie kubwa zinapokuwa zinatolewa huwa wanaonesha behind the scene. Ile sio kwamba watu wanaonesha tu kama michezo, wanaonesha jinsi thamani ulioiwekea kwenye hiyo movie na muda uliotumia, kwa sababu mtu anapoona vile kumbe walitumia nguvu hii yote, thamani inaongezeka na watu wanaona kwamba kumbe hii walifanya uwekezaji mkubwa, walifanya mambo yote, basi hii kweli hii movie ina thamani. Lakini unatoa mwanya wa wajanja kuchukua sifa, kwa sababu wewe unakuwa hujielezei kuhusu kitu unachokifanya, unakuwa hujitangazi. Kwa nini kutokea mtu akachukua ile kazi yako na akajibrand kwamba ni ya kwake na akachukua sifa ya kwako, afu watu wakakuona wewe ni wa kawaida. Kwa hiyo hapo inaweza kupunguzia kabisa nafasi ya watu kukuheshimu na kukuona una maana katika jambo unalofanya. Lakini pia jambo la tatu, linapunguza mamlaka yako au authority. Unajua mara nyingi unapokuwa unaelezea kitu au unapokuwa unakitangaza, watu wanakuona kwamba hiyo sehemu umeimiliki na una mamlaka katika sehemu hiyo, na watu wanaheshimu zaidi wale watu ambao wana mamlaka katika sehemu husika. Sasa unapokuwa hujitangazi, watu wanakuwa wanaona wewe sasa hawajui kufuate kwa nini. Lakini unapoona kwamba unajitangaza, labda kwa mfano kwamba kwenye elimu labda ya kifedha au elimu ya kisaikolojia au elimu labda ya uwekezaji, kwa watu wanakuona kwamba wewe ni mtaalamu katika uwekezaji na watakufuata katika sehemu hiyo. Lakini wasipokuona basi unajiblandi na kazi yako haionekani, basi watu watakuona wewe ni wa kawaida na watakuchukulia poa. Tuko kwenye zama ambazo sio kama za zamani. Unahitaji kujitangaza ili watu wajue kile unachofanya. Hasa jinsi ya kufanya juhudi zako zionekane bila majivuno, kuonekana kama unajigamba.
Jambo la kwanza kabisa, toa ripoti za maendeleo, naita progress update. Na hii ndio mara nyingi wanaitumia hata wafanyabiashara. Anaonesha jinsi alivyoandaa product zake. Hii inasaidia watu kuonesha kwamba ile jambo alilofanya lina juhudi na lina thamani mpaka limefikia hapo. Lakini jambo la pili, fundisha wengine, educate na don't just do. Mara nyingi unapomfundisha mtu au unapoonekana unafundisha kitu, inakutengenezea authority, unaonekana una mamlaka katika sehemu hiyo, na watu mara nyingi wanapenda kuwafuata watu wenye mamlaka katika sehemu husika. Lakini miliki mazungumzo, nasema own your wins. Mara nyingi watu wengi wanakosea wanapokuwa wanapewa sifa kwa jambo fulani, wanakosea kwa kusema tofauti na vile ambavyo inatakiwa. Unakuta naambiwa kazi yako ni nzuri, anasema ni bahati tu, yani sio hata ni kwa bahati, imetokea tu kwa bahati. Unapojichukulia vile, watu wanaona kwamba kama ni kwa bahati tu basi kazi ni kawaida. Lakini ukasema asante, nilitumia jitihada kubwa na muda na gharama kubwa mpaka kuona kazi hii imekuwa na ubora wa hali hii. Mara nyingi hiyo itakutengenezea usuli na watu wataanza kusamini kile unachokifanya. Unajua hii dunia vile unavyojisahau na watu wanakuchukulia hivyo hivyo, lakini ukisamini kile unachokifanya na watu watakiheshimu hivyo hivyo. Lakini tumia visual. Sasa hivi kuna mitandao ya kijamii ambayo inaweza ikakusaidia kuonesha zile behind the skin. Unaweza kuweka hizo video ambazo ulifanya kazi yako, unaweza kuonesha namna ulivyoandaa kazi yako. Hii itakutengenezea thamani na watu wanaanza kuona kwamba kile kitu unachokifanya kina nguvu na kinatumia jitihada kubwa kuliko unafanya tu kazi. Watu wanaona hii kazi kumbe hata mimi naweza kuifanya, au hata mimi pia naweza tengeneza. Lakini kama ukionyesha jinsi unavyoandaa, watu watasamini na wanaona kwamba kumbe hii kazi inahitaji muda na juhudi kubwa ili kuifanikisha. Sasa lengo sio kuwa na kelele, yani noise, bali ni kuwa visibility, kuonekana. Inabidi watu waelewe kuwa matokeo wanaoyaona ni zao la uwezo wa kipekee, sio bahati. Asilimia kubwa ili kujitangaza sio kwamba kupiga makelele au kujigamba. Lengo ni kuonekana, kwamba waone kwamba kile unachokifanya sio kwamba imetokea tu au mtu yeye anaweza kufanya. Ni juhudi na nguvu kubwa ambayo imefanyika ili kufanikisha hilo jambo. Lakini sababu ya tatu, unakosa nguvu ya kukataa. Hii tunaita lack of assertiveness. Unajua assertiveness ni ile hali ya kusimamia kitu unachokiamini kuwa kiko sawa bila kuteteleka. Sasa mara nyingi watu ambao wanachukuliwa poa au wanaonekana wa kawaida ni wale watu ambao wanakosa nguvu ya kukataa, yani ya kusimamia jambo mpaka likaonekana kuwa lina maana. Mara nyingi huwa wanapotezea kabisa, yani wanashindwa kusimamia yale mambo ambayo ni ya muhimu kwao, yani unakosa nguvu ya kukataa. Sasa unapokosa nguvu ya kukataa, unajitengenezea mazingira ya kuwa people pleaser. Hawa ni watu wa kumpendeza kila mtu. Unajua dunia sasa hivi huwezi kumpendeza kila mtu. Kila mtu ana mahitaji yake. Sasa huwezi kuwapendeza watu wote. Kama Tanzania tuko zaidi ya watu milioni 50. Huwezi kuwapendeza wote na mwisho wa siku unajikuta unaumia tu. Sasa kuna madhara ambayo yanaweza kutokea pale unapokosa nguvu ya kukataa. Jambo la kwanza kabisa, unatuma ujumbe kuwa muda wako na maoni yako sio muhimu. Unapopatikana kwa urahisi, unapokuwa unaonekana kwa urahisi, kila kitu unakubali, inakuwa inaonyesha kwamba wewe mambo unayofanya kwako sio ya muhimu, bali unathamini maoni ya watu wengine, lakini ya kwako mwenyewe huna thamani nayo, na hiyo inakupunguzia kabisa thamani. Lakini unapoteza thamani ya maoni. Mchukulia mtu ambaye kila kitu anaambiwa anakubali, mtu ambaye anaonekana kwamba hata kama akitukanwa au akiambiwa maneno mabaya haumii wala kukasirika. Watu wanakuona kwamba huyu hata kama ukimwambia kitu gani haumii wala kukasirika. Thamani yako inashuka. Hata kama ukitoa maoni yako unaona huyu wa kawaida tu, basi hawezi kuheshimu tena. Sasa jambo la tatu ni hasira ndani, hii tunaita resentment. Sasa kosa kubwa ambalo watu hawa wanaoita people pleaser, wanaokubali kila kitu, wanaotaka kuonekana wazuri, huwa anaingia kwenye changamoto inaitwa resentment. Anakuwa na machungu ya ndani ambayo anayatunza kwa sababu ya kushindwa kukataa, na mwisho wa siku anakuja kupitia hasira kali ya ndani. Ndio hawa watu unakuta siku moja anakuja analipuka, anakuwa na hasira, anagombana kwa kitu kidogo tu kwa sababu ya ule uchungu ambao alikuwa ameutunza toka zamani. Na mara nyingi anakuwa anakubali lakini ndani anaumia. Yaani nje anakubali lakini ndani amekataa. Sasa ile hali ya mgongano wa ndani inatengeneza kitu kinaitwa resentment. Uchungu wa ndani ambao siku moja ukija kulipuka ni unakuwa ugomvi mkubwa zaidi. Sasa hii sio nzuri kwa sababu inaweza ikaribu kabisa mahusiano na watu wanao kuzunguka. Okay, sasa jinsi ya kujenga nguvu ya kukataa bila
kuleta uadui au kuonekana wewe ni mtu mbaya. Jambo la kwanza kabisa, tumia mbinu ya kukataa kwa heshima. Unaweza kumwambia mtu naelewa jinsi unavyohisi, lakini siwezi kufanya hivyo kwa sasa, au nina ratiba mpya ambayo nimeanza hivi karibuni, kwa hiyo sitaweza kusaidia jambo hilo. Unajua, unaposema jambo kwa msimamo na usijielezee sana, hiyo inakutengenezea hali ya kuonekana kwamba wewe una thamani. Lakini unapoanza kujielezea, inaonekana unatamani kupata ruhusa nyingine ili kufanya kile unachokifanya, na hiyo inakupunguzia thamani. Lakini thamini kanuni zako, yani principle. Kuna vitu ambavyo umeshajiwekea. Kwa mfano, hutaki kuongea na simu usiku, au hutaki kufanya kazi zaidi ya muda wa kazi, au hupendi mambo fulani labda mtu akufanyia huyataki. Kwa hiyo simamia hizo kanuni zako. Ukiona mtu kavuka hizo kanuni, basi ni ruksa kumwambia hapa ulipofikia mimi sitahitaji tena kuzidi hapa na sitapendezwa na hili jambo. Kwa hiyo usimamie ule msimamo wako, na hapo mtu atakuheshimu na hata kupotezea tena na kuona kwamba wewe huna thamani. Lakini badilisha mtazamo wa hapana. Mara nyingi chukulia hapana ni sehemu ambayo wewe unakataa vile vitu ambavyo vinakunyima amani, lakini ndio iwe ni sehemu ya kukupa amani, yani vile vitu ambavyo vinakupa wewe amani. Usione kwamba kusema hapana ni kama kumfanyia mtu ukatili. Hapana, ni sehemu ambayo inakuletea amani wewe kwenye vitu ambavyo huvipendi. Lakini jambo la mwisho, anza na vitu vidogo. Mara nyingi watu wengi wanatamani kuanza na vitu vikubwa, kwamba kukataa vitu vikubwa, lakini mara nyingi utakuwa uanze na kitu kidogo kidogo. Ratiba zile za kawaida mtu anaweza kuomba, au kazi za kawaida ambazo umemzoesha mtu ambazo ulikuwa huwezi kukataa, basi unabidi uanze kukataa hivyo. Lakini ukianza na mambo makubwa unajikuta unaumia zaidi na unashindwa kufanyia kazi. Lakini kana vitu vidogo utavifanyia kazi na vitakupa nguvu ya kufanya vile vitu vikubwa zaidi. Sasa ukweli mchungu ni huu, watu hawaheshimu watu wazuri kupitiliza, yani the too nice people. Wanaheshimu watu wenye msimamo. Unapokuwa na uwezo wa kusema hapana kwa utulivu na msimamo, neno lako ndio linakuwa na uzito wa dhahabu. Hii ipo sehemu yote. Ukikuta mtu anasema huyu na mudu, huyu wa kawaida, mara nyingi ule mtu aga hamuheshimu. Lakini ukisikia ule mtu anasema nenda naye kwa makini huyu, au nenda kwa tahadhari, mara nyingi huyo mtu aga anamheshimu, au nenda kwa hekima zaidi kwa huyo mtu, mara nyingi huyo mtu aga anakuwa anaheshimika. Lakini ukisikia huyo mtu rahisi tu, huyo na mudu, mara nyingi huwa ni mtu ambaye anachukuliwa poa na watu. Sasa sababu ya 4, unajishusha thamani. Hii tunaita self deprecation. Hizi ndizo namna ambazo mara nyingi unaweza kujishusha thamani bila kujitambua. Na watu mara nyingi huwa wanajishusha thamani katika mazingira mbalimbali bila hata wao kujua. Namna wanapozungumza, wanapokaa na watu, na hiyo huwa inaharibu kabisa watu wanavyokuchukulia, na watu wanaanza kuchukulia poa na kuona wewe wa kawaida. Hata unapofanya vitu vikubwa, unaweza kuona wajitahidi kufanya vitu vikubwa, lakini kama unajishusha thamani, watu wanaweza kuchukulia poa na kukudharau. Sasa jambo la kwanza kabisa ambalo linaweza kukushusha thamani ni kutupilia mbali sifa. Naita deflecting compliment. Watu wengi wanakosea, unakuta kwa mfano kasifiwa, kaambiwa hii kazi ni nzuri, anasema hii ni kwa bahati tu, au imetokea tu. Sasa unapokuwa unaonesha kwamba kazi uliyoifanya ni ya kawaida, au mtu yote anaweza kuifanya, wanawake watu hawezi kuisamini. Lakini unapoonesha kwamba umeifanya kwa juhudi kubwa, na ukiona kama huwezi kusema jinsi ulivyofanya kazi yako, unaweza kusema asante ukaishia hapo. Lakini kama ukisema ni imetokea tu bahati, hata mimi sijui, watu wanaona kwamba kile kitu unachokifanya kumbe mtu mwingine anaweza kufanya, na thamani yako itakuwa haipo kabisa. Lakini kumbe wewe umeifanya kazi hiyo usiku kucha hujalala, lakini sana namna unapoongea unajishusha thamani. Lakini badili lugha ya kujaribu badala ya kufanya hivi. Watu wengi wanakosea, unakuta anasema nitajaribu, au sasa kama itafanya kazi, anaongea lugha ambayo haina mamlaka. Unajua mara nyingi watu wakipata jambo la maana wanatafuta watu ambao wanaosema mimi naweza kulifanya jambo hili likakamilika, sio watu wanaosema sidhani kama itafanya kazi hili, sidhani kama itafanikiwa. Hiyo mara nyingi inakushusha thamani, na watu wanapenda sana watu ambao wana mamlaka katika sehemu fulani, sio watu ambao wanakuwa na wasiwasi kwamba itafanya kazi au haitafanya kazi. Lakini jambo la 3 ni kuomba radhi pasipo na sababu, over apologizing. Unajua kuna watu ambao unakuta hata kwa mfano akitaka labda kuuliza swali la msingi anaomba radhi, au akitaka labda
kutoa maoni, anaomba radhi. Unajua kuomba radhi sio kitu kibaya, lakini kuna ile ambayo imezidi. Unakuta mtu anataka kumuuliza mtu swali, kashamuomba radhi mwanzo, baadaye tena samani. Hiyo inakushusha samani. Inaonyesha kwamba hauna uwezo wa kupata nafasi ya wewe kuongea. Maana yake kila nafasi unaopewa ni kama umepewa tu kwa bahati. Lakini kiukweli sio hivyo. Sasa unapokuwa kila kitu samani, inamuonesha yule mtu ambaye unaongea naye kwamba wewe hujiamini na una wasiwasi wa nafasi ambayo umepewa, kwamba huna uhakika nayo. Kwa hiyo kuomba samahani sio kitu kibaya, lakini inapozidi, inapokuwa haina idadi maalum, kwamba mtu anaizidisha, inakuwa inaonesha wewe huna samani, na hii inaweza kushusha wewe samani. Sasa jinsi ya kujenga samani kupitia lugha na mtazamo. Jambo la kwanza kabisa, pokea sifa kwa utulivu. Mfano mtu kakwambia jambo, umeona huwezi kuelezea juhudi za kwako, unaweza kusema asante. Sio kuanza kusema ni bahati tu au imetokea tu, hii inakushushia samani. Lakini badili lugha yako. Baada ya kusema nitajaribu, sema nitalikamilisha ile jambo na itafanikiwa. Ongea kwa mamlaka. Watu wanapenda watu wenye mamlaka. Watu wanapata jambo la muhimu, wanatafuta watu wenye mamlaka, wanafanya jambo hilo. Lakini acha samani sio na msingi. Kama nilivyosema awali kwamba usiwe mtu wa samani kila kitu. Mtu umeshamwambia samani ya kwanza inatosha, sio kila muda samani. Inakuwa inaonyesha kwamba wewe hujiamini na hauna mamlaka ya kupata nafasi ya kuzungumza kitu chako, na hiyo itakushusha samani. Lakini tambua samani ya muda wako. Kwa mfano umefanya jambo usiku kucha mpaka kulikamilisha, tambua muda uliofanya. Mtu anapokuambia jambo, unaweza kumwambia niliwekeza juhudi na muda mpaka umeona matokeo yamekuwa haya. Usichukulie poa jambo ambalo ulifanya, kwa sababu dunia hii ilivyo. Ukichukulia poa jambo ulilofanya, na wao watachukulia poa hivyo hivyo. Ukisema ni kawaida tu litokea, watu wanaona kumbe mtu yule anaweza kufanya. Kumbe wewe ulichukua time, ulifanya kazi kwa nguvu kubwa mpaka ikafanikiwa hivyo. Hasa ukweli wa maisha ni ulimwengu na kuona kwa namna unavyojieleza. Ukijitambulisha kama mtu wa kawaida tu, watu watakuona kawaida. Ukichukulia kama mtu mwenye uwezo na viwango, ulimwengu utaanza kuheshimu kwa viwango hivyo hivyo. Vile unavyojielezea, unavyozungumza mbele za watu, watu ndivyo wanavyokuchukulia hivyo hivyo. Ukijichukulia mtu wa kawaida, na watu watakuchukulia mtu wa kawaida. Lakini ukijichukulia ni mtu mwenye thamani na vitu unavyofanya kwa juhudi kubwa na kwa viwango vya juu, watu watakuchukulia hivyo hivyo. Hivyo ndio dunia ilivyo. Sasa ukianza kujichukulia wewe wa kawaida, na basi watu watakuona wa kawaida. Sababu ya 5 ni mazingira yasiyo sahihi. Sasa unaweza kuwa na msimamo, unaweza kuwa na lugha nzuri, unaweza ukajisimamia vizuri, lakini ukiwa kwenye mazingira yasiyo sahihi, una uwezo wa kushushwa samani na ukajiona wewe mtu wa kawaida, hata kama unafanya vitu vikubwa zaidi. Kwa sababu gani? Hebu chukua mfano mbegu kaiweka kwenye lami. Hata kama ukimwagia maji kiasi gani, haiwezi kukua, kwa sababu kwenye lami pale hamna udongo mzuri. Ndivyo mazingira yasipokuwa sahihi yanaweza kukuasili wewe ukashuka samani. Sasa mazingira yasiyo sahihi yanakupunguza samani kwa namna kama hizi zifuatazo. Jambo la kwanza ni mazoea kupitiliza. Tunaita the curse of familiarity. Unajua mara nyingi kuna msemo unasema hivi, nabii waga akubariki kwao. Huu waga ni ukweli. Kwa sababu gani? Kwa mfano ukiwa unafanya jambo fulani katika sehemu ambayo watu wameshakuzoea, wameshakuona ulivyokuwa, hata kama ukija kufanya jambo jingine, watu watakuchukulia poa kwa sababu wameshakuona jinsi zamani ulivyokuaga au mambo uliokuwa unafanya zamani. Kwa hawezi kuona jambo unaloweza kufanya sasa hivi. Wao watakuchukulia vile toka zamani ulivyokuwa unafanya, na hiyo itakufanya wewe watu kuone wa kawaida. Lakini kiukweli sehemu yote ambayo umeshazoeleka, watu wako wanakuchukulia kawaida kwa sababu ya yale mazoea ambayo watu walikuwa wanatoka awali. Lakini jambo la pili ni utamaduni wa kuchukuliwa poa. Kuna mazingira ya kazini au sehemu yote, kuna watu tu ambao wanaona juhudi zako ni za kawaida. Yaani hata kama ufanya kila kitu gani au ujitahidi kiasi gani, wanaona tu hichi kitu ni cha kawaida. Hayo mara nyingi ni mazingira ambayo ni toxic. Watu wanakuona tu wewe hata kama ukifanya kitu gani ni kawaida. Na mara nyingi ni watu ambao hawapendi mafanikio yako. Wanaona kwamba kila kitu unachokifanya ni cha kawaida, hata wao wanaweza kukifanya. Ili wasione ile jambo unalofanya ni kubwa sana. Yaani wanakuwa wanatengeneza mazingira ya kupunguza nguvu. Sasa hiyo mazingira waga sio mazuri. Ni watu ambao hawawezi kusamini kile unachokifanya. Na haya mazingira yanaweza kukushusha samani na ukajiona wa kawaida. Lakini jambo la 3 ni kifafa cha fikra, yani cha watu waliokuzunguka na watu wadogo. Unajua kwenye mazingira ya watu ambao hawana malengo, hawana mipango, hawana elimu fulani, mara nyingi wewe ukiwa juu yao
ukao unaongea vitu vya msingi au unawaambia mambo ya maana, wataona kama unajidai au unaenda kujisifia mbele yao. Kwa hiyo watakuwa na kucheka au unatengeneza mazingira ili ujione wa kawaida kama wao, kwa sababu wanaona kwamba mambo yako ni sawa na tochi ya kuamulika wao kwamba hawa hawana uwezo, au wewe unatumika kama kuamulika wao wajione kwamba hawana thamani au mambo wanayofanya hayana maana. Kwa hiyo watajitahidi zaidi kukushusha wewe uonekane pia na wa kawaida ili waonekane sawa na wewe. Kwa hiyo watajitahidi zaidi kukupuuza au kukufanya wewe ujishushe ili uonekane kwamba mko sawa pamoja na wao. Sasa hii sio nzuri, kwa sababu mazingira sio sahihi yanaweza kushusha thamani na ukaonekana wewe ni mtu ambaye haufai, lakini kumbe una juhudi kubwa na una uwezo mkubwa. Sasa jinsi ya kukabiliana na mazingira ya sio sahihi, sehemu ambayo unaonekana wewe huna thamani. Fanya tathmini ya kweli. Angalia hii sehemu nilipo, hii inaniinua au inaishusha chini? Na ukiona inakushusha chini, basi ni muda wa kufanya maamuzi ya kutoka sehemu hiyo. Unasema ukiona uko bora katika kundi fulani, ni muda sasa wa kutoka kwenye hilo kundi ili ukajifunze zaidi. Lakini tafuta soko jipya. Kwa mfano kama kuna mafundi, unaenda sehemu kufanya kazi, unadharauliwa, unaonekana kawaida, ni muda sasa kutafuta sehemu nyingine ambayo watu wanaohitaji utaalamu wako. Hiyo sehemu unaweza kukuta watu ni wengi. Kwa mfano Dar es Salaam wataalamu ni wengi. Sasa unaweza kwenda vijijini unakuta wewe ndio mtaalamu peke yake. Nishaenda kijiji kimoja, kuna mtaalamu mmoja wa simu. Alikuwa anatengeneza simu kwa bei kubwa zaidi, ambayo hata huku mjini bei ilikuwa kawaida sana, kwa sababu kule alikuwa yeye ndo peke yake, yani duka lake ndo liko peke yake. Kwa hiyo tafuta mazingira ambayo yanakufanya uonekane una thamani, hata kama ni marafiki au sehemu yoyote. Ukiona kundi lonalo likusaidii, basi ni muda wa kutoka. Lakini punguza ushirikiano, tunaita distance yourself. Umekaa kwenye kundi au watu ambao unaona hawakusaidia au kujenga, ni muda sasa wa kutoka kwenye kundi hilo, kwa sababu halikusaidii na halikupi hatua ambayo itakusaidia wewe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kuna mfano mzuri wa kujifunza. Chupa ya maji inaweza kuuzwa 500 mtaani na shilingi 2000 kwenye mgahawa mzuri au hata kwenye hoteli, lakini inauzwa shilingi 5000 kwenye uwanja wa ndege. Maji ni yale yale, kilichobadilika ni mazingira. Ukijiona huna thamani, hakisha kwanza upo mahali sahihi. Yaani kabla hujaanza kujiuliza maswali mengi kwamba mbona sina thamani, angalia kwanza mazingira yanayokuzunguka kweli yana thamani ya kufanya wewe upande thamani. Kwa sababu kama maji hivyo maji yakiwa mtaani 500, lakini kuna hoteli maji haya yanaweza kuuzwa hata 10,000 au 5,000. Maji ni yale yale, lakini yapo katika mazingira yenye thamani zaidi. Hebu niambie katika somo hili umejifunza nini? Lakini pia nitafurahi sana kuona comment yako kwa kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama una swali unaweza ka comment. Asante sana kwa kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Elikhan Mtz, the head of the world. Tukutane tena kwenye kipindi kingine. Bye bye na uwe na siku njema.